mji wa Makutano, haswa katika kaunti ya Pokot Magharibi mjini Kapenguria. Unapotizama nyuma kwangu ni kwamba eneo hili hadi sasa linaendelea kusalia kuwa salama na hamna dalili zozote za wale vijana wa kile kizazi cha Gen Z kuweza kuandamana katika eneo hili, licha ya kwamba palikuwepo na ripoti kwamba huenda wakawa katika mji huu wakiendelea kuandamana ili kujiunga tu na wenzao kutoka sehemu mbalimbali za taifa hili wanao pia andamana siku ya leo. Ila kwa sasa wacha tuweze kuzungumza na wakazi wa eneo hili, haswa watueleze, je, wao kama wenyeji wa kaunti ya Pokot Magharibi pengine wanazungumzaje kuhusiana na swala la maandamano. Hebu karibia hapa, simama hapa, anza kwa jina lako, utueleze kama mkazi wa kaunti ya Pokot Magharibi pengine wewe unazungumzaje kuhusiana na swala la maandamano. Mimi naitwa Daniel Rotich Losiangura kutoka West Pokot. Mambo ya maandamano, tumesikia kwamba kuna watu waliomba waandamane kwa kukumbuka wale walioumia mwaka jana baada ya Gen Z kufanya maandamano. Kile ambacho ningependa kuwasihi vijana, hii ni nchi yetu, hii ni Kenya yetu na ni nchi yetu sisi wote. Tunapoenda kuandamana ni haki yetu, ama ni haki ya vijana ama ni raia wa Kenya kuandamana. Lakini panapokuwa na maandamano tunaona uharibifu ya mali. Maduka inabomolewa. Yule mtu ambaye labda alikopa loan anaenda kuibiwa vitu zake. Wiki ile ingine vijana waliandamana wakachoma gari ambaye labda mtu alichukua loan na ikakuwa ni hasara kwa huyo mtu, na hiyo mtu mwenye alichomewa gari hana shida, hahusiani na mambo yaliyotokea. Kwa hivyo mimi nataka kusihi vijana ambao ni Gen Z waelewe kwamba hii nchi ni yao. Wakiharibu saizi hii Kenya haitakuwa vizuri, na wao wenyewe matakwa yao yale walikuwa wanatarajia hayatapatikana. Asante. Tuchukue pia maoni ya mwingine hapa. Anza pia kwa jina, utuelezee kama mkazi. Basi mimi ni mwanaharakati katika kaunti ya West Pokot. Mimi naitwa Peter Lomada. Basi mimi naona hii mambo ya Gen Z ya kutafuta mambo ya maandamano, ambao kuna maandamano ambao ina manufaa na kuna zingine ambayo haina manufaa, kwa sababu tukienda maandamano kila wakati ni kama hatuna mahali pa kufanya kazi. Ya pili, kama kuna sababu ya kutosha, inatufaa watu hii vijana naitwa Gen Z wakae chini na atueleze wanataka ni nini wanataka kwa hii Kenya, kwa sababu tunataka amani kwa nchi ya Kenya. Kwa sababu kwa nini Gen Z serikali iliyopita yote walikuwa wapi wakati hiyo yote? Kwa sababu devolution ilipokuja akapewa kila mtu kufanya kazi mahali popote. Nyinyi kama wakazi wa West Pokot hapa, watu wataandamana hapa leo? Hatuoni kama kitu kama hiyo, kwa sababu watoto wetu wanafuata vile wazazi yao wanasema. Wale wanaandamana ni watu ambao wako Nairobi, idlers amejaa Nairobi, na wanafaa kutoka huko waende mashinane mahali wanatoka, kwa sababu maandamano kila wakati sio suluhisho kwa hii taifa la Kenya, na nchi iko na songa. Asante. Wacha pia nichukue maoni ya mwingine hapa. Anza kwa jina. Kwa majina naitwa Jospat Domole kutoka Litiei. Maoni yangu kuhusu mambo ya maandamano, mimi sipendi maandamano. Kwa sababu mambo ya maandamano huwa inaharibu Kenya, inaharibu makaunti zetu, hakuna maendeleo. Na katika hii utawala ya president wetu Ruto, mimi naona hii utawala ni mzuri, kwa sababu vitu mingi imeshuka chini. Naona sasa vijana nayo wameandikwa hii mambo ya kazi mtaani, wataingia hivi karibuni. So nilikuwa nasema tu ya kwamba kama kuna wengine ambao hawataki President Ruto mazuri, watulie, kwa sababu mwaka 10 retire itafika ya Ruto. Hata sisi wengine tulivumilia yale mapresident wengine wakati huo, na tulikuwa Gen Z na hatukuandamana, tulivumilia miaka 10 ikaisha. Na kwa hivyo wao wengine wavumilie Ruto naye amaliza wakati yake vizuri, kwa sababu utawala itafikia kila mtu. Na hata ile mtu anawacha mtoto wake aende andamane, huyo mtoto atakuwa president kweli? Huyo mtoto atakuwa mbunge kweli? Kwa sababu kuandamana si haina maendeleo. Kwa hivyo kwa mafupi tu nataka kuomba ya kwamba kama ingewezekana, kwa sababu Gen Z wamekuwa wengi na hii watoto ni yetu, wajaribu yani wa reduce bas mambo ya retire, kwa sababu watoto ya wenye wanafanya kazi ndio wanafanya maandamano. Nipate ya mwisho hapa.
Anza kwa jina, utueleze kama mkazi wa hapa. Mimi ni Julius Merikit, mkacha West Pokot. Gen Z ajui mambo ya democracy. Sisi ndio tuliunga democracy katika Kenya. Ndio democracy iko sasa. Na kama hawa ajui democracy, waende kuuliza baba yao mambo ya democracy ni nini. Kwa sababu kutengeneza democracy vibaya na mambo ya maandamano